Naam, habari za wakati huu na karibu tena mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania leo. Samia Suluhu awashangaza wa Tanzania na CCM leo baada ya kumteua kwa mara nyingine kazi ya pili kwa Paul Makonda. Wiki chache tu baada ya kumpa uwaziri, sasa amemteua katika nafasi nyingine. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine amewashangaza wa Tanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kumuidhinisha Paul Makonda kwa mara nyingine kushika madaraka mengine ya uongozi wa juu, wiki chache tu baada ya kuwa tayari amekabidhiwa jukumu la ofisi nyingine Ikulu. Uamuzi huo mara moja umeibua mjadala wa nchi nzima Tanzania kwa sababu unaashiria kura kubwa ya imani na umuhimu wa Makonda kisiasa. Wachunguzi wengi sasa wanaona hatua hiyo ya Samia Suluhu ni dalili tosha kwamba rais amedhamiria kuwaweka watu mashuhuri na mahiri kama Paul Makonda karibu na kitovu cha madaraka serikalini. Ndani ya duru za CCM, uteuzi huo wa hivi punde unatafsiriwa kuwa ni hatua ya kimkakati ya kuimarisha uongozi wa ndani wa chama hicho kabla ya changamoto zijazo za kisiasa. Wafuasi wa uamuzi huo wanasema kuwa uzoefu na muonekano wa Makonda unamfanya kuwa mtu muhimu katika kuhamasisha msingi wa chama. Wakati huo huo, wakosoaji wanahoji kasi na wakati wa jukumu hilo jipya. Uteuzi huo ulipitishwa rasmi na kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM katika kikao maalum kilichofanyika Zanzibari. Mkutano huo uliongozwa na Rais Samia kwa nafasi yake ya mwenyekiti wa chama. Ajenda kuu ilikuwa kuwapitia na kuidhinisha wagombea wa bunge wa baraza la wawakilishi kwa nafasi za juu za chama kitaifa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini wanasema hii inaweza kuonyesha imani ya Rais Samia katika uwezo wake Paul Makonda kwa kusimamia kazi nyingi. Wengine wanapendekeza kwamba Samia anajenga mduara imara mbele ya vipaumbele vya chama na taifa. Ndani ya CCM, hoja hiyo inatungwa kama ishara ya kuhuisha badala ya kujirudia. Inaonyesha kuwa chama kiko tayari kutegemea takwimu zinazofahamika lakini mahiri kuendesha ajenda zake. Kamati kuu pia ilitangaza kujumuishwa kwa wabunge na wawakilishi wengine ili kupanua wigo wa uongozi. Agnes Hokororo pia alichaguliwa kuwakilisha kundi la wabunge, huku Najma Giga kwa upande mwingine, Deodatus Mwanyika na Cecilia Pareso pia wakiingizwa kwenye majukumu muhimu na Samia Suluhu. Mchanganyiko huu wa viongozi akiwemo Paul Makonda, wazoefu na wanaoinukia, unanuia kuakisi utofauti wa chama hicho. Maafisa walisema kuwa timu hiyo mpya itasaidia kuziba pengo kati ya uongozi wa chama na wapiga kura. Lengo ni kuhakikisha kwamba maamuzi yanayotolewa juu yanaakisi hali halisi ya msingi. Katika hali hii, uteuzi wa pili wa Makonda ama Paul Makonda unaonekana kama sehemu ya mabadiliko makubwa ya uongozi. Wafuasi wa Rais Samia wanasema hatua hiyo inaangazia mtindo wake wa uongozi shupavu na utayari wa kufanya maamuzi madhubuti. Wanasema kuwa anatanguliza ufanisi kuliko siasa kwa kuchagua watu ambao anaamini wanaweza kutoa matokeo mazuri. Hata hivyo, wafuasi wa Paul Makonda wanataja uwepo wake mkubwa kwenye vyombo vya habari na ustadi wa shirika kama sababu za kuendelea kwake kuongezeka na kupatiwa nafasi mpya. Wanadai amethibitisha kuwa ana uwezo wa kushughulikia shinikizo na uchunguzi wa umma. Kwao, uteuzi huu wa pili ni maendeleo ya asili badala ya mshangao wa ghafla. Wanaona kuwa ni ushahidi kuwa Rais Samia hulipa utendakazi na uaminifu. Hata hivyo, baadhi ya wanachama na wananchi wametoa maoni tofauti. Wana wasiwasi kwamba kuelekeza nguvu katika watu wachache kunaweza kupunguza fursa kwa wengine. Wakosoaji wanataka kuwepo kwa uwazi na usawa katika uteuzi wa siku zijazo. Wanasema kuwa ingawa uzoefu ni muhimu, mzunguko katika uongozi ni muhimu kwa ukuaji wa chama. Pamoja na wasiwasi huo, viongozi wa CCM wamesisitiza kuwa uamuzi huo ulifuata taratibu za ndani za kidemokrasia. Wanasisitiza kuwa maslahi mapana ya chama na taifa ndio yaliyoongoza matokeo. Huku habari zikiendelea kutawala mijadala ya kisiasa, sasa umakini umeelekezwa katika jinsi Makonda ama Paul Makonda atakavyotekeleza majukumu yake mapya yalivyopanuliwa. Hata hivyo, wengi wanafuatilia kwa karibu kuona ikiwa uteuzi huu wake mpya kutoka kwa Samia wa pili utaleta manufaa yanayoonekana kwa chama na nchi kwa ujumla. Hata hivyo, wadadisi wengi wa mambo ya kisiasa Tanzania wanaamini kuwa imani ya mara kwa mara ya Rais Samia kwa Paul Makonda sasa inadhihirisha mkakati mpana wa kuimarisha umoja wa chama katika wakati
wakati huu ambapo CCM inakabiliwa na shinikizo la ndani na nje. Wanasema kuwa Rais Samia anaweka kwa uangalifu viongozi wanaoweza kutetea rekodi ya chama, kuwasilisha maono yake na kukabiliana na ukosoaji kutoka kwa wapinzani. Utu madhubuti wa Makonda ama Paul Makonda na uwepo wa vyombo vya habari vinamfanya awe alama inayoonekana ya mkakati huu, hasa miongoni mwa wafuasi wachanga wanaofuatilia siasa kwa karibu mitandaoni. Ndani ya matawi ya CCM kote nchini, mijadala imezidi kupamba moto, huku kuhusu jukumu lake kupanuliwa na kupatiwa uteuzi wa pili linaweza kumaanisha nini katika uhamasishaji kabla ya chaguzi zijazo. Baadhi ya wazee wa chama cha CCM wanaona hii ni hatua iliyopangwa ili kuimarisha msingi wa itikadi ya vyama ya chama na kuhakikisha mwendelezo wa uongozi. Wengine wanaiona kama kipimo cha iwapo watu mashuhuri wanaweza kuleta umoja badala ya mabishano. Katika ngazi ya chini, hisia zimekuwa za shauku, huku wafuasi wakionyesha matumaini kwamba uongozi wa Paul Makonda na kuteuliwa kwake utatia nguvu miundo ya chama ambayo wakati mwingine imekuwa na uratibu. Katika mikoa kadhaa, wanachama wa chama hicho wameeleza uteuzi huo kuwa ni ishara kwamba uchapakazi wa Paul Makonda na kuonekana bado kunaweza kuzawadiwa ndani ya CCM. Viongozi wa jumuiya hiyo wamesema wanatarajia ushirikiano wa karibu kati ya uongozi wa kitaifa wa chama na wanachama wa kawaida kutokana na mabadiliko haya. Uwepo wa Makonda katika uongozi wa serikali na chama unatafsiriwa kuwa ni daraja kati ya utekelezaji wa sera na mpangilio wa kisiasa. Wengi wanaamini ushawishi huu wa pande mbili unaweza kusaidia kuharakisha ajenda za maendeleo, huku ukiweka chama sawa na matarajio ya umma. Ikiwa usawa huu unaweza kudumishwa, itakuwa mojawapo majaribio muhimu ya mpangilio mpya wa uongozi. Tukiangalia mbele sasa, mwelekeo unaelekezwa kwa jinsi viongozi wapya kama hawa Paul Makonda walioteuliwa watakavyotafsiri mamlaka yao katika matokeo halisi kwa chama na taifa. Hata hivyo, uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma tayari umeunda upya mjadala wa kisiasa, akionyesha kwamba yuko tayari kufanya chaguzi za ujasiri na wakati mwingine zenye utata katika kutafuta utulivu na maendeleo. Wachambuzi wanasema miezi ijayo itafichua iwapo uteuzi huu wa pili wa Paul Makonda unaimarisha mshikamano wa CCM au unaibua ushindani zaidi wa ndani. Kinachobakia wazi ni kwamba hatua hiyo imethibitisha udhibiti wa Samia Suluhu juu ya mwelekeo wa chama cha CCM na nia yake ya kuamini washirika waaminifu. Wakati Tanzania ikiendelea kukabili changamoto ngumu za kisiasa na kiuchumi, utendaji wa timu hii ya uongozi utaangaliwa kwa karibu sana, hasa baada ya uteuzi wa mara ya pili. Hata hivyo, matokeo yanaweza kufanua sura inayofuata ya utawala wa CCM na uhusiano wake na watu wa Tanzania. Huku habari zikiendelea kutawala mijadala ya kisiasa Tanzania, sasa umakini umeelekezwa katika jinsi Paul Makonda atakavyotekeleza majukumu yake yaliyopanuliwa Tanzania. Wengi wanafuatilia kwa karibu kuona ikiwa uteuzi wake wa pili utaleta manufaa yanayoonekana kwa chama na nchi au haitaweza kuleta manufaa. Uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan sasa umeweka wazi mazungumzo ya kisiasa na kuthibitisha ushawishi wake ndani ya CCM. Iwapo hatua hii ya kijasiri itaimarisha umoja au kuongeza mjadala, bado itaonekana. Jambo la uhakika ni kwamba kurejea kwa Paul Makonda katika nafasi kuu ya uongozi kunaashiria wakati muhimu katika hali ya sasa ya kisiasa ya Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa ama nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au video au habari hii. Pia na kuachia uwanja huu wa comment section unijuze maoni yako ama uwanja huo wa maoni chini ya video hii. Uniandikie mtazamo wako, unachokifikiria baada ya uteuzi huu wa mara ya pili kwa Paul Makonda. Je, unaunga mkono au unaukataa? Na kuachia uwanja huo unijuze vile. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.